Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu wote mliwe katika nchi yetu ya Kenya. Nimekuja mbele yenu na kilio, nikililia mji wetu wa Bungoma. Maana mji wetu unaangamia. Kanisa la Bwana Bungoma limegeuzwa kuwa a den of robbers. Devil worshippers wameingia katika nyumba ya Bwana, wametawala pembe zote nne. Ukiwa nabii ujifanye kiroho katika kanisa lote Bungoma utafukuzwa, na wanao kufukuza ni devil worshippers. Wamechukua mamlaka juu ya mabishop, juu ya kila watu wote, na wakiamua unafukuzwa. Kwa hivyo tumechoka. Mimi mwenyewe ninalia, maana Bungoma jinsi Yesu Kristo alivyolia kwamba my house shall be called a house of prayer, not a den of robbers. Makanisa Bungoma yamekuwa a den of robbers. Majambasi wamejaa uramashike. Ninalia kwa sababu kanisa la Bwana Bungoma limesambaratishwa na devil worshippers. Wamejivika makola kwa shingo, lakini wanaangamiza watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wanahangaika. Manabii Bungoma wanahangaika kwa sababu ya devil worshippers. Wamekuwa mbwa mwitu waliojivika ngozi ya kondoo katika nyumba ya Bwana. Ninaitia wateule wa Mungu popote mlipo, msikie kilio changu. Nimeenda mpaka kwa governor nikapeana ripoti, lakini kwa governor wamenyamasia kwa sababu governor Lusaka alichaguliwa, ni hao ndio walimpitisha kura akawa governor. Amenyamazia historia, hataki kusikia. Nimekimbia kwa media kila mahali Bungoma, nimekimbia lakini hakuna mtetezi. Kama Elijah chini ya mti ninalia, ninakimbizwa na Jezebel tayari kuniangamiza. Lakini utukufu mrudie Mungu. Wametamani kuniangamiza, wametamani kunifanyia yote, lakini hawajafaulu. Niko hai kupitia kwake aliyenipenda. Kwa hivyo naomba popote mlipo watumishi wa Mungu Kenya, njooni Bungoma muokoe mji huu, muokoe mwili wa Kristo ambao unaangamia, ambao unasambaratishwa na madhabahu ya giza. Kenya tunaangamia kwa sababu jinsi Biblia inavyosema katika Yeremia 17:5 hadi 7 inasema kwamba cast is he that trusts in man. Kenya tumetoa imani yetu kwa Mungu, tumegeuza imani yetu, tumeiweka kwa binadamu. Tumemchukua binadamu, tumemuita baba. Biblia ikasema kwamba call nobody father, for you have a father in heaven. Katika kitabu cha Mathayo 23:9 Mungu anatuonya tusimuite binadamu baba, lakini Kenya tuna baba ambaye amechukua nafasi ya Mungu. Na ndio sababu tunahangaika, ndio sababu tunateseka. Watu wanakufa Kenya vifo vya kutisha kwa sababu tumemwacha Mungu, tunamwamini binadamu. Tumelaaniwa. Naomba watumishi wa Mungu popote mlipo msikie kwamba tumelala. Kanisa tumelala. Tumemwachia shetani, ametawala pembe zote. Yeye ndio the final say katika serikali yetu. Yeye ndio the final say katika nyumba ya Bwana. Watumishi wa Mungu wanafukuzwa kiholela. Uramashike. Na hizi kilio na sio mimi bali ni Mungu. Roho wa Mungu analia. Kanisa la Bwana tuko wapi? Tumetawanyika, hatuko pamoja. 1 Corinthians 12 ikasema kwamba sisi wote ni mwili moja. Mwingine ni kichwa, mwingine ni miguu, mwingine ni mikono, lakini tumetawanyika. Miguu iko kivyake, kichwa iko kivyake. Lakini mara hii jinsi Mungu alivyonenea Ezekieli kwamba tabiria miili hii iliyotawanywa katika bonde ili kuje pamoja na iweze kuunganika, na nipulize pumzi yake na iwe na uhai. Mwili wa Bwana umekufa. Kichwa popote kilipo, miguu na mikono. Roho wa Mungu anatoa sauti mchana wa leo, jioni ya leo kwamba njoo pamoja. Mungu yuko tayari kupuliza pumzi yake na tuungane kama mitume wakati wa zamani walivyoungana na miujiza mikuu ikadhibitika katika nyumba yake. Kitabu cha Zaburi ikasema kwamba how wonderful, how pleasant it is for God's people to dwell together in unity. Kanisa tumekosa umoja. Madhabahu ya giza yameungana kinyume na kanisa.
kwa sababu wanatembea pamoja kwa umoja, lakini sisi tumekuwa kama mifupa mikafu kwenye bonde. Mungu anatuomba, anatuitisha tuje pamoja, tuungane na tusimame, apulize pumzi yake, kanisa lifufuke na tuenende mbele kwa njia yake Bwana. Maana Mungu akatangaza, unabii ukatoka kwamba Kenya, revival inaanzia Kenya, na sio Kenya bali Bungoma. Madhabahu ya giza yameminika Bungoma, yameshikana mikono kuhakikisha kwamba uvuvio revival ambayo ilitabiriwa haikamiliki. Kwa hivyo ninaomba, njooni tukae pamoja, tutembee pamoja na mkono wa Bwana ukaweze kudhibitika. Mungu yuko tayari kutenda makuu. Akasema katika 1 Peter chapter 2:9 kwamba Kenya is a holy nation, it is a royal priesthood and a chosen generation, God's own people chosen to proclaim the miseries of him who called us from darkness to his marvelous light. Kwa hivyo Kenya ni inji teule, lakini wateule wa Mungu Kenya, we've lost our identity. Hatujajijua sisi ni akina nani. Mungu akaonyesha kwamba ametupa dunia yote, jinsi anavyonena katika Zaburi 2:8 kwamba ask for nations and I will give you. Dunia yote tumepewa, na injili inaenda kutoka Kenya ikienda mataifa yote, lakini kanisa tumelala, kanisa tumengorota, na madhabahu ya giza yamechukua nafasi hiyo kutuhangaisha, kutugandamiza kwa njia moja ama nyingine. Mungu yuko tayari kurejesha Kenya. Kwa hivyo kanisa la Bwana tuamuke chini, jinsi anavyonena katika Isaiah 60 kwamba rise and shine for the glory of God has come upon you. Mungu akaweze kutenda muujiza kwamba ninapoongea hivi sauti yangu inafikia pembe zote. Zaidi naomba kwamba jinsi rais, nashukuru Mungu sana, President Ruto anadharauliwa, anaangaliwa kama kitu kisichofaa, lakini neno alilolinena kwamba makanisa yakaguliwe, hiyo sio sauti ya binadamu bali hiyo ni sauti ya Mungu iliyonena kupitia kwa president, na hilo ni jambo nilifunuliwa 2010 kwamba makanisa yakaguliwe. Kwa hivyo kanisa liamuke chini na makanisa yakaguliwe. Zaidi kuna wateule wa Mungu ambao wametengwa, walitajwa na Mungu mwenyewe kwamba hao ndio wanaenda kusababisha revival ikamilike. Wakuje pamoja na revival ikamilike, madhabahu ya giza yaangamizwe. Maana akanena katika kitabu cha Mark 16 kwamba I've given you power and authority to tread upon the lion and the scorpion and you will not be harmed. Lakini sisi wenyewe hatujui mamlaka tulio nayo, na ndio sababu shetani ametuinukia. Imani yangu ni kwamba mara hii sauti yangu haitaenenda bure. Nchi yetu Mungu yuko tayari kurejesha nchi yetu. Nimeongea hata Facebook kila mahali, lakini mambo yangu yana, Biblia ikasema kwamba the God of this world has blinded our minds. Tumefunikwa akili, hatuoni, hatusikii. Tunamsifu Mungu na midomo, lakini matendo yetu yako mbali naye. And the things of God have turned out foolishness to us. Lakini na imani kwamba mara hii sauti yangu itafikia kila mtu. Zaidi President Ruto, naomba ashikane na kanisa, na inji hii itarejeshwa kiasi cha uzima na uzima teletele, na injili iondoke Kenya ikienda nchi za ng'ambo. Visima vimekuwa vikizibwa, lakini mara hii tuko tunaenda kuchimbua kisima cha Rehoboth, a spring of life giving water, na iko hapa Bungoma. Mungu awabariki sana.